Ndio maana Mathayo anarekodi kwamba baada ya Yesu kubatizwa na kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, the next movement ilikuwa ni kwenda wapi? Kwenda kujaribiwa watu na shetani wapi? Kule nyikani. Kwa sababu alishatiwa Roho Mtakatifu. Unapobatizwa na Roho Mtakatifu unapewa nguvu ya kufanya kazi ya Mungu. Na hiyo tunaona inajirudia kwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo pale katika Mathayo tumeona kuna watu wanaoelewa wanabatizwa kwa maji tu, lakini kuna yule ambaye anakuja ambaye anabatiza kwa Roho Mtakatifu na anabatiza kwa moto. Ukisoma hii Biblia ya tenses nzuri na maana ya hizo conjunction, utagundua kwamba Biblia inamaanisha anabatiza kwa Roho Mtakatifu, alafu pia anabatiza kwa moto. Sio hivi kutakuwa na ubatizo ambao ni kwa maji ya Roho Mtakatifu na moto, hapana. Na nikwambia kwamba ni kama tunaomba. Na hiyo ni wewe kama tunaomba. Kwa kitabu kinaitwa Bible Echo ya June 24, 1899. June 24, 1899. June 24, 1899. Lazima tuwe wakati kila mara kumjibu kila mmoja atulizae ile tumaini lililo ndani yetu. Lazima tueleze mbona sisi tunaamini vitu ambavyo tunavyoamini. Umefika Bible Echo ama tusome? Bible Echo June 24, 1899. 1899. Kama unafika useme